Karibu Arusha, na hapa ni Kisongo, hapa ni Olmot, sehemu pekee ambapo uwanja mpya wa mpira wa miguu unajengwa ndani ya jiji hili. Na nikukumbushe tu kwamba kipindi cha mwaka 2024 mkandarasi alipokuwa anakabidhiwa eneo kwa ajili ya kujenga uwanja huu, IA Media tulifika hapa kwa ajili ya kuona kile ambacho kinaendelea. Lakini leo tumetia timu tena hapa kwa ajili ya kuangalia namna gani ambavyo mambo yanakwenda. Nikukumbushe tu kwamba ujenzi huu wa uwanja wa mpira wa miguu hapa jiji la Arusha ni kutokana na maandalizi ya kuelekea AFCON 2027 ambapo nchi za Tanzania, Kenya na Uganda watakuwa wageni katika michuano hiyo. Na nikujuze tu kwamba uwanja huu unajengwa kwa mkakati mkubwa zaidi ambao umewekwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kitu kingine ambacho unapaswa kukifahamu ni kwamba baada ya uwanja huu kukamilika utakuwa unachukua takriban watu 30,000 kwa wakati mmoja. Na najuzwa inakadiriwa kwamba uwanja huu utatumia gharama za takriban shilingi bilioni 286 mpaka kukamilika kwake. Unatamani kujua vitu vingi kuhusiana na uwanja huu ambao unajengwa hapa? Karibu sana. Hii ni IA Media. Jina langu naitwa Ombeni Kifum. Nyuma ya kamera yuko Wanaecha, tuko na Ibrahim Sikoni pia. Twende tukakuonyeshe kile ambacho kinaendelea katika ujenzi wa uwanja huu. Tarehe 6 Aprili 2024, IA TV ilishuhudia tukio la kihistoria ya kukabidhiwa kwa ujenzi wa uwanja wa mpira wa miguu mkoani Arusha unaotarajiwa kutumika katika mashindano ya michuano ya AFCON 2027. Ukamilishwaji wa uwanja huu wa mpira wa miguu unaojengwa katika kata ya Olmot mkoani Arusha utakaotumika katika michuano ya AFCON 2027 unatarajiwa kuchagiza kwa kiasi kikubwa ongezeko la watalii wakati wa michuano hiyo. Uwanja huo licha ya kutarajiwa kutumika katika michuano ya AFCON 2027 bado unatajwa kuwa utatumika pia kwenye michuano ya riadha, ikiwa Arusha ndio makao makuu ya riadha Tanzania, sambamba na ujenzi wa bwawa kubwa la kuogelea la Olympic litakaloweza kuhimili mashindano yoyote ya kimataifa. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo wakati huo, Mheshimiwa Damas Ndumbaro, akizindua makabidhiano ya ujenzi wa uwanja huo alisema, uwanja wenyewe ni kivutio cha utalii, lakini watakaye kuja wote ni watalii. Kwa hiyo AFCON ni sehemu ya pili ya Royal Tour ambayo Mheshimiwa Rais alifanya yeye mwenyewe, na Arusha ni wanufaika wa moja kwa moja. Uwanja huu sio uwanja wa kawaida. Nimesikia hapa wengi wanasema uwanja wa mpira. Mimi nasema sio uwanja wa mpira, ni uwanja wa michezo. Kwa upande wake, Katibu Mkuu wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Bwana Gerson Msigwa, yeye alinukuliwa akisema, leo tumekusanyika hapa katika kata ya Olmot, mtaa wa Mirongo-ine kwa ajili ya jambo moja, nalo ni hafla ya kumkabidhi mkandarasi eneo la ujenzi wa uwanja utakaokuwa na uwezo wa kuchukua watu 30,000. Uwanja huu utagharimu takriban shilingi bilioni 286 na unajengwa hapa tulipo. Rais wa Shirikisho la Soka nchini Tanzania TFF, Wallace Karia, naye alikuwepo wakati wa makabidhiano hayo, huku akisema kuletwa kwa mashindano ya AFCON katika mkoa wa Arusha kulilenga kuchagiza utalii wa michezo, ikiwa Arusha uchumi wake mkubwa unachochewa na shughuli za utalii. Na leo IA TV imepata nafasi ya kutembelea maendeleo ya ujenzi wa uwanja huo tangu kuanza kwa zoezi la ujenzi wa uwanja huo Aprili 2024. Tupo katika eneo ambalo uwanja mpya wa mpira wa miguu unajengwa kuelekea AFCON 2027. Na nyuma yangu kama unavyoona ni eneo la pitch ambalo wachezaji watakuwa wanalitumia kwa ajili ya kusakata kabumbu. Wewe peke yako utafika hapa 2027 kwa ajili ya kuitazama AFCON. Sasa katika eneo hili ambalo nimesimama nitapata fursa au nimepata nafasi ya kuzungumza na project manager wa uwanja huu au hiki ambacho kinaendelea hapa kutoka Walid, kutoka Da Alhandasa Consultant. Huyu ni Mr. Walid Abdalla ambaye niko naye hapa tayari. Mr. Walid, how are you? Fine, and you? You good? Fine, thank you. First of all, congratulations for the construction being here. Asante sana. People want to know that since construction started, how the things going so far? Okay, first of all, allow me to introduce myself. Yeah, welcome. Karibuni Samia Suluhu Hassan Football Stadium, Yeah, naji ila Arusha. yeah, Jina langu ni Walid Bu Abdallah. Mimi natokea Dar al-Handasa. Yeah. Mashauri elekezi. yeah. Let me tell you that this stadium, okay, is built in conformity with the AFCON Category 4 requirements and also with the FIFA latest guidelines, okay?
we started the construction on July 2024. Okay, and the completion of the works is expected on July or August 2026. This, okay, regarding the duration of the construction. This, the newborn project here, okay, and you know, the government idea is to transform this area to Afcon City. And this is the first step in this big project. Okay, so of course this project will bring the development, okay, to all this area, okay, and will transform this area to an attractive touristic area, okay, and will provide a lot of opportunity for the communities around this stadium and provide a lot of works and opportunity of works in this area. The construction, okay, is aligned, okay, with the planned progress. So if we can say the physical progress on site, okay, it's aligned with the planned progress. The Arusha Football Stadium, the design and even the construction is unique amongst all the others football stadium. Unique in the aesthetical and the architectural shape of this, okay. To build a circular, okay, stadium, as you can see the shape, okay, it's not equal to a rectangular one or rectangular shape, okay. It's something that requires a lot of perfection in the execution and big effort, okay. And also, if you can see the steel structures, okay, this steel structures is really how can I say is unique in the technical shape, okay, structural speaking, okay. It's something, a challenge when you execute this kind of big inclined element to support the main dome of the stadium. It's really a big challenge that this company and the employer wants to show, to implement in the stadium, and that makes the stadium is original and sophisticated in terms of engineering and design. Mr. Walid Abdallah, thank you for your time. I'm sure that we will be together in AFCON 2027. That Tanzania, Kenya and Uganda will be the host of this big champion in Africa. Inshallah. Thank you. Inshallah, and karibu tena. Yes, bado tuko ndani ya pitch ambayo itatumika kwa wachezaji kupiga kabumbu katika uwanja huu mpya wa mpira wa miguu jijini Arusha. Na nyuma yangu shughuli za ujenzi bado zinaendelea, na kama ambavyo tumezungumza na Walid Abdallah ambaye ndo project manager wa mradi huo, amesema mpaka kufikia 2026 mradi utakuwa umekamilika. Nyuma yangu ni ukumbi, kumbi mbalimbali zitakuwa hapa, lakini pia kuna yale majukwaa tofauti tofauti. Ili ndo jukwaa la VIP ambapo watakuwa wanakaa viongozi, lakini pia wale watu wakubwa zaidi kutokea labda serikali na sehemu nyingine tofauti tofauti. Kama ambavyo tunafahamu kwamba viwanja huwa vinakuwa na VIP, VVIP na sehemu nyingine tofauti tofauti. 2027 lazima kiwake katika uwanja huu ni AFCON 2027 Tanzania, Kenya na Uganda tutakuwa wenyeji. Niko na supervisor operator ambaye system zote unazoziona hapa uwanjani yeye anahusika kuhakikisha kwamba kila kitu kinaweza kukaa sawa. Brother, mambo vipi? Mambo poa kabisa mzee. Tuko vizuri. Namshukuru Mungu. Kwa faida ya leo ambaye anatutazama, ukijitambulisha alafu tuelezee kile ambacho unakifanya then tuweze kuzungumza. Okay. Kwa majina mimi naitwa Khalid Msala, ni supervisor operator, ninasimamia mashine zote unazoziona humu ndani, ikiwa ni tower crane, excavator, ni mashine zote unazoziona ndani za ujenzi. Huwa ni mimi ndo kiongozi wao. Bana, ujenzi huu unaoendelea hapa ni moja kati ya projekti kubwa sana kuwahi kutokea Tanzania. Tunafahamu tuna dimba la Benjamin Mkapa, lakini tunakuja kupata dimba lingine ile la mpira wa miguu ambao utakuwa na historia yake ndani ya jiji la Arusha. Kwanza unajisikiaje kuwa moja kati ya watu ambao wamepata nafasi ya kuhusika katika projekti hii? Kwanza ni jambo moja zuri na pia nimeweka historia. Kwa sababu tumefanya miradi mingi, lakini kwenye mradi wa uwanja huu ndo mradi wa kwanza, lakini nimejionea mambo mengi mazuri
na nimeweka historia kiukweli, najisikia furaha sana kuwepo hapa. Kwanza mmeanza project hii 2024 mwezi wa 7 ambayo inategemewa kutamatika 2026 mwezi wa 7 kuelekea AFCON 2027 ambayo Tanzania, Kenya na Uganda tutakuwa wenyeji. Niambie project kwanza mmeianza, mambo yanakwenda vipi? Kama nilivyokuambia, mambo yanakwenda vizuri kwa sababu tumeanza, nakumbuka hapa mwezi wa 7 ndio tumeanza kuweka mambo safi, kutengeneza ofisi, kugonga fensi, lakini rasmi kuanza kufanya process za ujenzi wa uwanja tumeanza kutoa topsoil ambao ni ule udongo wa juu, tumeanza nadhani mwezi wa 10 2024. Kwa hiyo kitizama mpaka sasa hivi tuna mwaka mmoja kama na miezi mitatu, haijafika mwaka mmoja na nusu. Na kama unavyoona maendeleo ni mazuri, tuna spidi, tuna kasi. Kwa hiyo bila shaka Watanzania wawe na imani, tutamaliza ndani ya wakati na uwanja huu utachezewa bila matatizo yoyote. Bana, watu wengi wana expect vitu vikubwa sana kuelekea AFCON 2027 na tumeambiwa kuna AFCON City ambayo inajengwa hapa. Nimetoka kuzungumza na project manager, ameniambia mambo machache, lakini natamani kusikia kutoka kwako kile ambacho Watanzania wanakiexpect kukiona kama mtu ambaye unahusika na system nzima za hapa ndani. Hebu waambie nini hasa ambacho kinaenda kutokea. Kwanza, moja ya kitu watu wanachokitamani ni kwanza kuja kushuhudia mechi katika uwanja huu wa Arusha. Kwa mara ya kwanza tumeweka historia AFCON 2026. Tunashukuru serikali 27. Tunashukuru serikali kwa jitihada zilizofanya, Wizara ya Michezo tumeshirikiana nao, tunashukuru na wanakuja kututembelea, wanaona maendeleo. Kwa hiyo moja ya kitu watu wanachosubiri ni kuona, je, ni kweli AFCON itachezeka Tanzania? Na mimi bila shaka kama hapata kuwa na changamoto zozote, Mwenyezi Mungu akitujalia uhai, AFCON itachezeka bila wasiwasi wowote. Kinachoendelea hapa nadhani unakiona. Mambo yanaendelea kuwa mazuri kuhakikisha kwamba mpaka 2026 project hii inakuwa imekamilika. Niko na mmoja wa fundi hapa ambaye anahusika kwenye ujenzi. Mambo vipi bro? Mambo poa. Tuko vizuri? Vizuri sana. Jitambulisha kwa majina yako, tuambie harakati unazozifanya pia. Kwa majina naitwa Jackson Zakaria Kisena. Mimi ni carpenter. Carpenter. Yes. Bana, tunaona mambo ni mazuri. Hem, tuambie kuanzia mmeanza project hii mpaka sasa. Mambo yanakwendaje? Kwa kweli mambo yanaenda vizuri. Tunamshukuru Mungu, kama hivi ndivyo tunavyoona, tunapambana. Hapa mnachokifanya nini kwa sasa hivi? Hapa tunatengeneza hii hapa. Kwa ajili ya kuwekea uzio. Uzio. Na hili ni jukwaa la VIP. VIP. VIP itakuwa aina gani? Kwa sababu ni carpenter na unajua the way ambavyo mnatengeneza. Kiukweli VIP nadhani itakuwa nzuri. Itapendeza zaidi. Kulingana na ramani iliyopo hapa, itapendeza zaidi. Kwanzia mmeanza hii kazi mpaka leo, mambo unayaonaje yanapokwenda? Mambo yanaenda vizuri. Kazi inaenda vizuri, kazi inakimbia kama unavyoona hivi. Yes. Kama tulivyokujuza kwamba ujenzi wa uwanja unaendelea, na hapa niliposhuka hii ndio sehemu ya pitch kama nilivyokujuza pale mwanzo. Eneo lile pale ndio pitch ambapo wachezaji watakuwa wakisakata kabumbu, kila kitu kiweze kwenda sawa kabisa. Na tunajuzwa kwamba maandalizi yanaendelea kuhakikisha kwamba pitch inakaa sawa, lakini out of pitch kuna zile sehemu za kufanya mbio na vitu vingine kama hivyo, na tunaambiwa uwanja huu una hadhi ya kutambulika na CAF. That's why tunaambiwa kwamba 2027 utatumika kwenye michuano mikubwa zaidi barani Afrika, nazungumzia AFCON 2027. Tunamaliza hivi na ndio ambavyo tunatoka eneo la pitch kwa ajili ya kusogea maeneo mengine kuangalia mambo yanakwenda vipi. Huku tunapoingia timu zitakuwa zinaingia. Baada ya kutoka uwanjani, timu zitakuwa zinaingia ndani kwa ajili ya kwenda kubadilisha nguo. Huku huwa kunakuwa na changing room, kunakuwa na toilets kwa wale watu ambao wanakaa VIP na sehemu nyingine nyingi ambazo zinaendelea kujengwa. Yes, bana, tuko ndani. Huku ni sehemu ambazo wachezaji watakuwa wanafika. Tulitoka kuangalia mlango wa kuingilia ndani, sasa hii ni sehemu ya changing room ambapo wachezaji mara baada ya kufika labda wakati wa mapumziko au mchezo ukiwa umetamatika, huku ndo sehemu ambazo watakuwa wanafika kwa ajili ya kubadilisha nguo na kuendelea kupata mawaidha kutoka kwa makocha na timu nzima. Kwa hiyo eneo hili ndo sehemu ambayo watakuwa wanapita, then wanaingia katika vyumba kwa ajili ya kubadilisha nguo upande huu pamoja na upande huu. Kwa kweli ujenzi unaendelea, lakini inaonyesha kabisa mambo ni mazuri kutokana na mambo mengi ambayo yanaendelea. Ujenzi wa viwanja vya AFCON katika ukanda wa Afrika Mashariki, Kenya, Tanzania, Uganda ni maandalizi ya kuandaa fainali za kombe la mataifa ya Afrika AFCON mwaka 2027. Miradi hii inalenga kukidhi viwango vya CAF, kukuza uchumi, kuboresha miundombinu ya michezo na kukuza mshikamano wa kikanda. Projekti hii imeanza toka mwaka 2024 na tunajuzwa kwamba mwaka 2026 mwezi Julai projekti hii itakuwa imekamilika. IAA Media tumefika hapa kukuonyesha kile ambacho kinaendelea, na mimi hapa nashuka nikiwa katika jukwaa kuu la VIP. Nikujuze tu kwamba AFCON 2027 inabidi tuwe wote hapa kuhakikisha kwamba
kila kitu kinaweza kwenda sawa. Na nikujuze tu kwamba kwa wananchi wa Arusha kuna fursa nyingi sana za kiuchumi, lakini pia fursa za kijamii ambazo zitakuwa hapa, kama ambavyo tulijuzwa kwamba Afcon City inaenda kujengwa maeneo haya hapa kuhakikisha kwamba kila kitu kinaweza kwenda sawa. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha coverage nzima hii ya uwanja mpya wa mpira wa miguu ambao unajengwa hapa Arusha, jina langu naitwa Ombeni Kifum, nyuma ya kamera alikuwa Wanecha, lakini pia tulikuwa na Ibrahim Sikoni, na hii ni IAA TV.